Hello, Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Daniel Maziku Jeyala. Nikukaribishe katika kipindi cha leo. Kitu ambacho leo nataka nikiaddress ni impact ya kunena kwa lugha katika kanisa la leo. Ni kitu gani kimeletwa na hii kunena kwa lugha? Hii ni alama mojawapo ambayo inakuwa ni udhihirisho wa Roho Mtakatifu, lakini kitu pekee ambacho tumekimeja ni kwamba mtu anavyokuwa ananena kwa lugha tunafikiri kuwa sasa huyu ndo mtu pekee ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu. Tunafikiri ni mtu pekee ambaye amekuwa kiroho, ana uwezo mkubwa wa kiroho kuliko mwingine, na madhara yake ni kwamba tunatumia kunena kwa lugha kama assessment ya kwamba mtu anavyokuwa ananena kwa lugha, huyu mtu ni wa tofauti sana, ya kwamba huyu mtu ana Mungu kuliko watu wengine. No, kunena kwa lugha ni nini? Mtu anapokuwa anasema kwa lugha nyingine ni kwamba Roho Mtakatifu anakuwa anamfunulia vitu ambavyo pengine anaweza kuwa asielewe. Kuna dokta mmoja alisema kwamba unajua, lugha ya Kigiriki ni lugha ambayo ni nzuri sana na ni kubwa sana na ni pana, ina vitu vingi na misamiati mingi, na ni lugha ambayo ni bora kuliko lugha zote. Kwa maana sasa, na mtu kuisema lugha ya Kigiriki katika its excellence ni vigumu sana. Kwa maana yeye alimaanisha kwamba mtu anapokuwa ananena kwa lugha ni mtu anaongea Kigiriki kilichokamilika. Anyway, I don't care. Lakini kunena kwa lugha ni unakuwa unaongea vitu ambavyo unafunuliwa ambavyo hukuvijua before na hauwezi ukavicomprehend kwa kuongea. Mtu anakuwa anatamka vitu ambavyo by normal sense hawezi akayaongea hayo maneno. Kwa maana sasa, kumbe ukisoma katika Wakorintho wa kwanza hiyo 14, Paulo anajaribu kutuelezea kwamba kumbe kila sauti ina maana. Kila sauti inayopigwa ina maana. Kwa maana kumbe sasa katika kila kitu ambacho nakiongea lazima tutake kujua nini maana yake. Ndio maana hata katika muziki toni zisipopigwa vizuri, maana kitu ambacho kitatokea ni uchafu, itakuwa ni noise, itakuwa ni kelele. Kwa maana cha msingi sasa inabidi zipigwe vizuri hizo chords au notes ili ziweze kusikika kama sauti fulani, ili iwe ni melody ambayo inahusika na wimbo fulani. Kwa maana kumbe kitu cha msingi ni kwamba kila sauti ina maana. Kwa maana kila lugha pia ina maana. Kila kunena kwa lugha, unapokuwa unanena kuna maana yake ambayo inakuwa imebebwa katika hiyo lugha. Kwa maana sasa hatuishii tu kunena kwa lugha, lakini tunaishia kwenye kutambua ni nini umekinena. Tunaishia kwenye kutafsiri kile kitu ambacho umekinena katika lugha ambayo ukielewa. Ndio maana Paulo alikuwa anasisitiza kabisa kwamba mtu ambapo anakuwa ananena kwa lugha yapasa kuwe na mfasiri, kwa sababu ukinena pasipo mfasiri inakuwa ni kazi bure, kwa sababu ni sauti tu ambayo inasikika bila maana. But in fact kila sauti na maana. Kwa maana sasa hata kanisa tunapokuwa tunanena kwa lugha, na yatupasa tunene katika jinsi ambayo tuwasaidie watu kuelewa, tuwasaidie watu kujua nini ambacho tunafunuliwa. Ni mara 100 ukanena kwa lugha ukiwa peke yako kuliko kunena kwa lugha ukiwa kwa watu. Kwa maana sasa ukiwa kwa watu jitahidi sana uhutubu. Ukiwa kwa watu jitahidi sana uexplain ile revelation ambayo umeiona, ujaribu kuelezea yale maono au mafunuo ambayo unafunuliwa na Mungu. It's better than kunena kwa lugha mbele za watu, kitu ambacho hamna kitu ambacho mtu atafaidika. Kwa maana kunena kwa lugha, yes, ni kitu ambacho ni mafunuo ambayo unakuwa unapewa kupitia Roho Mtakatifu, lakini unayafanyia nini hayo mafunuo ambayo unayapokea? Hicho ndio kitu cha msingi ambacho kila mmoja inabidi tuwe nacho. Lakini pia kitu cha pili kitu cha pili ni kwamba ile perception ya kunena kwa lugha, ule mtazamo ambao tunakuwa nao katika kunena kwa lugha, inabidi tuubadilishe kidogo, ya kwamba mtu anapokuwa ananena kwa lugha sio special, ni mtu wa kawaida kama watu wengine. Kwa maana sasa ni kalama tu moja ambayo tunajaribu kuifanya iwe kalama kuu kuliko zingine. No, yani kunena kwa lugha ni kitu ambacho ni normal kwa kila mtu. Maana sasa hamna utofauti, hamna uspecial wote katika kunena kwa lugha. Kwa maana sasa kumbe mtu anayenena kwa lugha yani ni kitu ambacho ni kalama moja tu ambayo ni namna Roho Mtakatifu amejaribu kufanya kazi kujifunua katika hiyo jinsi.
Kwa maana sasa, kumbe kuna namna nyingi ambazo Bwana anafanya kazi, na shida kubwa ni kwamba tunapojaribu kujilimit kwamba mimi ninasema na Roho Mtakatifu kupitia kunena kwa lugha, tunakuwa tunamnyima nafasi Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anaachilia uwezo ndani yetu, anakuwa anatusaidia kufanya kazi. Kwa maana sasa yeye anafanya kazi ndani yetu vile yeye apendavyo, sio kama sisi tupendavyo. Kwa maana sasa wewe ukiwa na perception kwamba kila ukiingia kuomba unene kwa lugha, kwa maana kama njia pekee ya wewe Roho Mtakatifu akusemeshe kupitia kunena kwa lugha, unakuwa na miss target. Kitu cha msingi ni kwamba inabidi tuwe na uelewa mkubwa. Pengine unaweza ukaingia siku moja ibadani, hautanena kwa lugha, lakini utaongea maneno ya hekima ambayo yatawajenga watu. Kuna siku nyingine utafanya huduma, hautanena kwa lugha, lakini utaombea watu watapona. Kuna siku nyingine hautanena kwa lugha, lakini utaombea vipofu watapona. Utafanya hivi, watafanya. Kwa maana cha msingi ni kumtegemea Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anakuwa anaamua kwamba sasa wewe leo tuna move katika hii. Sasa sisi tukiwa na ufinyu wa kufikiri kwamba kila ninapoingia kuomba, kila nikinena kwa lugha ndio Roho Mtakatifu ananitumia, tunakuwa tuna miss target. Kwa hiyo tujitahidi katika kila jambo, tujitahidi katika kila nafasi, tumpe nafasi Mungu, tusijipe nafasi sisi, tusilimiti nafasi ya Mungu katika kutenda kazi. Tujitahidi sana katika kila jambo ambalo tunafanya. Mungu ndiye aamue maisha yetu. Mungu ndiye aamue jinsi ambavyo Mungu ndiye aamue jinsi ambavyo atahudumu kupitia watu wake. Tusiwe na limitation kupitia kwamba kunena kwa lugha ndio kalama pekee. Na hii ndio shida kubwa ambayo tuko nayo. Kwa maana sasa, kwa kusema hivyo basi, kila mmoja akae katika wito alioitiwa. Kwa maana sasa ukikaa katika wito wako, huo wito wako usiutumie vibaya kumdharau mwenzako. Ukiwa na wito wa kuhudumu, ukiwa na wito wa kutafsiri lugha, fanya hivyo ili kila mmoja aelewe. Ukiwa na wito wa kuchunga kanisa, fanya hivyo ili Mungu atukuze katika hilo. Lakini usitegemee kutumikiwa kupitia hiyo kalama yako. Usitegemee kutumikiwa kupitia wito wako. Tumika sawasawa na vile Mungu ambavyo amekuitia. Kitu cha msingi ni kwamba tunahitaji kuwa na umoja ili mwili wa Kristo ujengwe. Kwa maana tunapotokea kwamba tunakuwa tunafanya majoring kwamba kalama fulani ni kubwa kuliko nyingine, tunakuwa tunafanya sivyo. Kwa maana sasa tutake sana kalama zilizokuu, lakini njia iliyo bora zaidi ni kumtaka Mungu, ni kutaka upendo wa Mungu uishi kwanza kwako, ni kumtaka Mungu kwanza awe na wewe maishani mwako, ili Mungu uwe na mahusiano na Mungu yaliyo halisi, yenye nguvu na yanayoishi, ili sasa Mungu akutumie kama chombo ili kuweza kuipass, ili kuweza kuichannel hiyo blessing, ili kuweza kuichannel hiyo kalama ambayo uko nayo ikatumike. Kwa maana kitu cha msingi sana, taka sana kalama iliyokuu, lakini zaidi taka sana kumfahamu Mungu, taka sana kumjua Mungu, taka sana kumuelewa Mungu kwanza. Kwa maana ukiwa na Mungu kama mwongozo wako, yeye atakusaidia kutumika kufanya charity kwa watu wengine. Kwa hiyo usikimbilie kutaka vitu ambavyo hautaweza kuvicomprehend.